Habari mpenzi mtazamaji wa Swahili TV pamoja na Adelink TV. Tukiwa mubashara kutokea katika viwanja hivi vya 88 mkoani Morogoro. Ni maonyesho ya 88 kanda ya Mashariki ambapo Sidiko nao wameweza kushiriki katika maonyesho haya. Maana tumeona miaka mingi nao wamekuwa kishiriki, lakini mwaka huu pia wamekuwa ni washirika wakubwa sana, ambapo mkuu wa mkoa amepata nafasi kutembelea hapa. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na Chalamila ameweza kutembelea hapa, lakini hapa tuko na Bwana Shamba. Ni Bwana Shamba? Yes, ni Bwana Shamba wa Sidiko. Bwana Shamba wa Sidiko. Yes. Sasa ningependa ujitambulishe jina, alafu mwisho wa siku sasa utuambie wewe hapa umekuwa mshiriki. Kikubwa unachokifanya hapa ni nini? Tunaona kuna mahindi. Majukumu yako wewe kama Bwana Shamba ndani ya Sidiko ni yapi? Sawa. Kwa majina anaitwa Paul Samson Mazigo, ni Bwana Shamba wa Sidiko wa mkoa wa Morogoro na mikoa ya Pwani. Hapa tupo kwenye maonesho ya 88 kanda ya Mashariki ambayo yanafanyika mkoani Morogoro, na hapa tupo kwenye banda la Sidiko, na hii ni shamba darasa letu la mahindi la Sidiko kama tunavyoona. Kama ulivyoniuliza, mimi kwa upande wa Sidiko ninashughulika na kitu kimoja, ni kufikisha elimu ya mbegu bora za Sidiko kwa wakulima ili waweze kupata tija ya kilimo ambacho wanakifanya. Yes. Okay. Tumeona ndani humu kuna watu wengi sana ambao wana vitu kama vya kwenu, mbolea kama za kwenu, tofauti lakini na Sidiko mbolea nyingine. Labda utofauti wa Sidiko na watu wengine hasa ni nini? Kidogo labda ni sahihisho. Sisi ni kampuni ya mahindi, sio mbolea, ni mahindi. Mbolea ni tunafanya nao kama partners kwa ajili ya kupata mahindi mazuri kama haya ambayo unayaona kwenye shamba. Utofauti wa Sidiko na makampuni mengine, kwanza Sidiko ina aina mbalimbali za mahindi, kwa sababu kwamba nchi ya Tanzania imegawanyika katika kanda tofauti. Kuna sehemu kuna mvua chache, kuna sehemu kuna mvua za wastani, na kuna sehemu kuna mvua nyingi. So Sidiko tuna mbegu za mahindi ambazo zinaweza kustawi ukanda wa chini kabisa kama Dar es Salaam. Tuna mbegu ya sungula ambayo inakomaa siku 60, ambapo huwezi kuipata kampuni nyingine, unapata Sidiko tu. Okay. Umeshaona? Lakini tuna mbegu kwa ukanda wa juu, kwa mfano Songea, mkoa wa Ruvuma, Iringa, Mbeya, inaitwa Tembo, ambayo pia ni inaweza kuvumilia hali ya hewa ya kule. Kule kuna mvua nyingi, kuna baridi, kwa hiyo mahindi ya kule yanachukua muda mrefu. So tuna mbegu ya Tembo pia ambayo huwezi kuipata kampuni nyingine, ambayo ina mavuno mengi kwa ukanda wapi? Wa juu. Lakini tuna mbegu kama tunavyoweza kuona hapa, tuna pundamilia 555, tuna tumbili 419, tuna simba 657 ambazo zinastawi katika ukanda wa kati, mvua za wastani. Umeshaona? Kwa hiyo tuna mbegu za kuanzia ukanda wa chini mpaka ukanda wa juu. Huo ndio tofauti wa Sidiko. Lakini pia utofauti wa Sidiko tunasema kwamba mavuno bora yanaanza na mbegu bora. Na mbegu bora inatoka wapi? Sidiko. Umeshaona? Kwa hiyo mavuno bora unayapata wapi? Kwenye kutumia mbegu za Sidiko. Ukiangalia mahindi ya Sidiko, tofauti wake na makampuni mengine, ili upate mavuno mengi, wakulima wanakuwa na notion tofauti kuhusu mavuno mengi. Lakini mahindi ya Sidiko, kwa mfano nikikata hindi lolote hapa, naweza nikatolea mfano hili. Unaona kwa mfano hili hindi. Utofauti wa makampuni wa mbegu yetu na makampuni mengine, sisi Sidiko mbegu yetu gunzi lake huwa ni dogo, punje ni kubwa. Okay. Umeshaona? Na mkulima umeshaona gunzi la mbegu ya mahindi ya Sidiko ni dogo kwa mbegu zetu zote. Lakini punje zinakuwa kubwa. Umeshaona? Sasa mahindi mengine unaweza kukuta ni kubwa likiwa bado halijatolewa haya maganda. Kumbe kikubwa ni gunzi, sio punje. Kikubwa ni gunzi, sio punje. Sasa maana ukienda kwenda kupukuchua mahindi unajikuta kwamba mbona nilikuwa na mahindi makubwa lakini mavuno nimepata machache. Hiyo ni namba moja. Lakini namba nyingine kitu kingine, mahindi ya Sidiko ukiangalia yote, hata hili nikilichukua liwe limetoka dogo kutoka labda na hali ya hewa, lazima hindi la Sidiko lijaze kutokea chini mpaka juu. Okay. Mpenzi mtazamaji, kutokea chini kama unavyoona. Lazima lijaze kutokea chini kama unavyoona mpaka juu. Lakini pia namba ya mistari ya mahindi. Sidiko mahindi yake yana mistari mingi ukilinganisha na mahindi ya makampuni mengine. Huo ndio tofauti wa Sidiko. Kama nilivyosema, gunzi ni dogo kama unavyoweza kuona, lakini punje ni nyingi. Namba za mistari ukihesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
Ni sahihi kabisa. Ukienda kwenye mbegu ile ya tembo ina mistari hadi 15 mpaka inakaribia 17. Mbegu ya tembo. Mbegu ya tembo. Ambapo mahindi ni mengi. Mahindi ni mengi. Kwa hiyo utofauti wetu ni kwamba tuna mavuno mengi kwa sababu namba za mistari ni mingi, lakini gunzi ni dogo ukilinganisha na punje. Na sisi tunaamini kuwa mkulima anataka hii punje kwa sababu ndio mavuno yake. Sawa sawa. Lakini pia kuna mahindi mengine ya makampuni mengine au ya watu wengine unakuta hapa hivi liko wazi, halijajaa. Lakini mimi nimekufunulia hili unaliona kwamba limejaa kutokea chini mpaka juu. Unakuta makampuni mengine labda ndio wale unakuta hapa kuna kama kipara, hajaota. Hii ni kutokana na kuna sababu nyingi, sio kampuni ya mbegu. Wakati mwingine ni lishe. Lakini inaweza kapewa lishe lakini kwa sababu nature yake sio ya kutokea chini ikajaza mistari lakini mahindi yanakuwa hayajatokea chini. Kipala sana sana ni lishe ambayo ni mbolea. Lakini kutokea huku chini paka juu umejaza paka kama hivi. Sasa hiyo ni aina ya mbegu. Lakini gunzi kuwa dogo au kubwa pia ni aina ya mbegu. Yes. Sawa sawa. Kwa hiyo huo ndio tofauti wetu wa Seedco na makampuni mengine. Labda wapenzi watazamaji, niwaambie tu kitu kimoja kwamba unapotaka kulima ni lazima uhakikishe, kwa sababu unapofanya kilimo automatically kwamba unapoteza fedha nyingi sana. Lazima upate mbegu yenye uhakika, upate kama hawa wataalamu wa Seedco. Hawa ndio wanaweza wakakutengenezea kitu kilichokuwa kizuri. Sasa neno lako kwa wakulima na uweze kuwapa fursa, watakuja vipi Seedco, watapata vipi huduma ya Seedco, fursa ya kwako. Namba moja, Seedco kwanza, fursa ya kwanza ambayo tunaitoa, tunafundisha wakulima. Tunawafuata katika vijiji vyao walivyo. Lakini hata wale wa mjini tunawafuata mijini walipo. Tuna program ya kufundisha wakulima kabla ya msimu wa kilimo. Tunapitaga sehemu mbalimbali tunawafundisha mafunzo ya kilimo, kilimo bora cha mahindi, lakini pia na mboga mboga tunafundisha kilimo bora cha mboga mboga. Tukiingia kwenye msimu wa kilimo, kama ni msimu wa kilimo cha mahindi, pia tunaweka mashamba darasa sehemu mbalimbali. Tuna mashamba ambayo yanakuwa ndani ya vijiji, lakini tuna mashamba ambayo yanakuwa katikati kwenye mabarabara. Wanaopita waweze kuona, wakulima walio barabarani waone. Tukishamaliza ule msimu wa kilimo, mahindi yakienda kwenye mavuno, tunaenda kwenye mafunzo mengine kuwakumbusha. Mnakumbuka mwanzoni tuliwafundisha kwamba mahindi ya Seedco yanatoa kiasi hiki. Tunafanya kwa vitendo na wakulima, tunavuna, tunawaonyesha kwamba tulisema gunzi ni dogo, unaona mavuno yake mistari yake ni hii hapa. Tunawahesabia ni mahindi mangapi unaweza ukapata labda debe moja. Tunapokuchukua kwa pamoja, wanajifunza kwa vitendo. Ndio fursa ambayo wakulima wanaweza kuipata kutoka kwetu. Lakini fursa nyingine ni kupata mbegu iliyo bora. Iliyo bora. Sisi tunasema kwamba mavuno bora lazima yaanze na mbegu bora. Unaweza kuwa na vitu vyote, lakini kama huna mbegu bora huwezi kupata mavuno bora. Haiwezekani. Na mbegu bora tunasema inatoka wapi? Seedco. Hapa kuna mbegu, naona kwamba kuna mbegu tofauti tofauti. Kuna muona pale kuna kama si nyani, si yule, kuna punda. Mna mbegu za aina gani hapa kiufupi? Sisi tuna mbegu kama nilivyosema za ukanda wa chini, ukanda wa kati na ukanda wa juu. Lakini tumezibainisha kwa kutumia namba na wanyama. Utaona kwa mfano hii hapa, hii ni pundamilia 555. Ikiwa na maana gani? Ikiwa na maana ya kwamba hii 555 kwa sisi ni mbegu ambayo ni ya ukanda wa kati. Umeshaona? Lakini ukienda kule hivi kule mwishoni kwenye shamba letu kule, kuna mbegu inaitwa kwa mfano hii hapa ni tumbiri 419. Umeshaona? Na yenyewe ni ya ukanda wa kati na ukanda wa chini. Kule hivi tuna sungula. Sungula ni sungula 303, maana yake ni ya ukanda wa chini. Sasa tunatumia namba na wanyama kuweza kuwatambulisha wakulima kwamba hii namba ni kubwa. Kwa hiyo inaweza kulima. Labda namba hii na 550 ni namba ya katikati kwetu. Kwa hiyo ni ya ukanda wa kati. Sungula namba 303 ni ukanda wa chini. Tembo 719 ukanda wa juu. Unaona namba inavyozidi kuongezeka na mnyama anafanyaje? Anapanda. Tafasiri yake ni kwamba pia hata siku za ukaa shambani mbegu inaenda inafanyaje? Inaongezeka. Lakini kitu kingine tumeweka namba na wanyama. Kuna mkulima hawezi kusoma. Hii 555 anaweza asione. Ila pundamilia akafanyaje? Akaiona. Ameiona hapa kwenye 88, akienda dukani anamwambia mwenye duka, naomba pundamilia. Kwa